Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel inadai kwamba teknolojia ya kijeshi kutoka nchini China ilisaidia Iran kuangusha ndege za kivita za Marekani wakati wa vita. Ripoti inaeleza. Ripoti kutoka shirika la habari la NBC imependekeza kwamba kombora lililotengenezwa na China huenda ndilo lililoangusha ndege ya kivita ya Marekani, huku mifumo inayohusishwa na Beijing ikidai kuungwa mkono na ulinzi wa anga wa Iran na uwezo wa kulenga shabaha. Teknolojia ya kijeshi kutoka nchini China inaweza kuwa ilikuwa na jukumu la kuisaidia Iran wakati wa mzozo wake wa hivi majuzi na Marekani. Kulingana na NBC News, wachambuzi wa Marekani wanaamini kuwa ndege za Marekani za F-15E Strike Eagle zilizodunguliwa kusini magharibi mwa Iran mwezi Aprili huenda zilidunguliwa kwa kombora lililotengenezwa na Wachina. Ingawa maafisa wa Marekani walikuwa bado wanachunguza tukio hilo, vyanzo vinavyofahamu uchunguzi wa hivi karibuni vilisema kwamba mfumo wa ulinzi wa anga uliotengenezwa na China ndio uliofanya uwezekano mkubwa wa kutumika katika tukio hilo. Wahudumu wote wa ndege hiyo walikuwa wametoka salama. Rubani aliokolewa ndani ya saa chache, huku maafisa wa mifumo ya silaha wakikwepa kukamatwa katika milima ya Zagros ya Iran kabla ya kupatikana siku mbili baadaye, kulingana na akaunti ya Pentagon iliyotajwa na NBC. Huenda Iran ilipokea mfumo wa rada wa masafa marefu wa YLC-8B wa China wenye uwezo wa kutambua ndege za siri, uwezekano wa kuboresha uwezo wa Tehran kufuatia mifumo ya hali ya juu ya Marekani na Israel. Maafisa wa Marekani hawajathibitisha hadharani iwapo rada hiyo ilikuwa inafanya kazi wakati wa mzozo huo. Ikiwa itathibitishwa, tukio hilo litakuwa mara ya kwanza katika miongo kadhaa kwamba ndege ya kivita Marekani ilidunguliwa na moto wa adui, huku pia ikizua maswali mapya kuhusu kiwango cha uungwaji mkono wa Beijing kwa Tehran wakati wa vita. Hivi karibuni wasiwasi mkubwa wa Marekani kuhusu msaada wa China kwa Iran umekuwepo kwa muda. Mapema mwezi huu Washington iliidhinisha kampuni 3 za satellite za China kwa madai kuwa zilitoa picha na data ambazo zilisaidia Tehran kulenga vikosi vya Amerika katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, Beijing ilikanusha tuhuma hizo. Wakati huo balozi wa China mjini Washington ulikataa mapendekezo kwamba umepeleka zana za kijeshi nchini Iran. China kwa muda mrefu imekuwa ikidumisha uhusiano wa karibu na kiuchumi na Iran na inasalia kuwa mnunuzi mkuu wa mauzo ya mafuta ya Iran licha ya vikwazo vya Marekani. Wachambuzi walionukuliwa na NBC walisema Beijing imezidi kuipatia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran teknolojia ya matumizi mawili na vipengele vinavyosaidia miundombinu ya kiraia ya Iran na vituo vya kijeshi na viwanda. Maswali yamesalia kuhusu shughuli za ndege zisizokuwa na rubani za Iran na mgodi katika mlango wa bahari wa Hormuz. Kando, NBC imeripoti kwamba jeshi la Marekani halijathibitisha ripoti kwamba Iran iliweka migodi ya baharini katika mlango wa Hormuz licha kufanya upekuzi mara kwa mara kwenye njia hiyo ya kimkakati. Kwa mujibu wa maafisa wawili wa Marekani na mtu mwingine anayefahamu suala hilo, vikosi vya Marekani bado havijatambua kwa uhakika migodi yoyote katika mlango wa Hormuz na kuzua maswali kuhusu ukubwa wa tishio ulioletwa wakati wa mzozo huo. Kutokana na uhakiki, kunaongezeka mkanganyiko unaoendelea kuzunguka shughuli za Iran ndani na karibu na Ghuba kufuatia operesheni ya Rising Lion. Kwa hakika, mlango wa Hormuz unasalia kuwa moja ya sehemu muhimu zaidi za baharini, ukibeba sehemu kubwa ya usafirishaji wa mafuta ulimwenguni. Ripoti ya NBC pia inakuja huku kukiwa na juhudi za kidiplomasia ambazo zinaendelea za utawala wa Trump za kuleta utulivu katika eneo hilo na kutekeleza makubaliano ya muda mrefu ya kusitisha mapigano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.